Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yetu kwamba umekuwa na siku njema, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2017, ikiwa ni siku ya pili ya kura za mchujo ambazo ni za ODM, ambapo hii leo imeendeshwa katika kaunti ya Narok, Samburu na vile vile kaunti ya Kakamega. Na mtazamaji, bila shaka ikiwa ni Jumaa njema, ni Jumamosi teule, ikiwa ni wikendi njema hii ya msimu wa Pasaka, basi tulionao katika maeneo hayo yote matatu, eneo la Kakamega, eneo la Samburu na vile vile Narok. Kunaye Duncan Haemba na vile vile Cecilia Wakesho pamoja na Chris Dairo ambao wako ange kabisa kuweza kutupasha mengi ambayo tumekuandalia hapa katika KTN leo weekendi. Ndio mtazamaji, hii leo mambo hayatakuwa kama kawaida, kwa maana ilivyo kawaida kila siku ya Jumamosi katika taarifa zetu za KTN leo weekendi tunakuletea makala ya Wako Wapi, lakini kwa sababu tumeangazia pakubwa kura hizi za mchujo, tutaweza kukuletea taarifa kuhusiana na kura hizi za mchujo kwa upana. Na mbali na taarifa hizo, pia tutakuwa na majadiliano ambayo yatakuwa yanachukua nafasi ya Wako Wapi. Tutakuwa na mchanganuzi Crispus Yankem ambaye pia ni mwanahabari wa jadi, anafahamu sana haya maswala. Tutakuwa tunaangalia yanakwenda namna gani wakati ambapo ODM wanaendelea kumenyana chamani kujua nani kidedea, nani kijogoo wa kuweza kupeperusha ile bendera wakati wa uchaguzi wa Agosti 8. Mary. Na mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi. Nami ni Lofty Matambo. Na mtangazaji wa ishara ni William Sila. Lakini kwanza tupate vidokezo, au sio? Naam. Na hata mpaka wa saa hii hatujaona huduma yoyote, hatujapiga kura bado. Na imagine wakati huu ni wakati wa jiladi. Mimi hasa sana nilifungia mbuzi yangu. Uchaguzi wa mchujo wa ODM wafanyika Kakamega, Samburu na Narok, huku kukisheheni malalamishi chungu nzima. Kinyang'anyiro cha ugavana wa Nandi cha shika kasi kati ya mawaziri wa zamani Henry Kosgei na Felix Kosgei. Na tutakufahamisha kuhusu mrundiko wa mabango ya kampeni ya kikabila yanayotatiza kizazi cha sasa. Na karibu mtazamaji. Tunaanzia Kakamega ambapo vituo kadhaa vinatarajiwa kuhesabu kura. Mtazamaji, hapo awali kulikuwa na mzozo katika maeneo bunge ya Lurambi, Likuyani na sehemu nyingine, huku wagombea wa viti mbalimbali wakilalamika kuhusu utaratibu wa kupiga kura. Na sasa hivi tunaungana na Duncan Haemba ambaye ameshinda na kukesha katika maeneo hayo ili aweze kutueleza zaidi kuhusiana na jinsi hali ilivyo sasa. Na Duncan, wapo unanipata? Je, hali iko vipi sasa? Je, shughuli ya kuhesabu kura imeanza? Kilobi, na kupata na jaribu tu kupiga hesabu za haraka kubainisha kati ya maeneo bunge 12 katika jimbo la Kakamega mwaka 2013. Je, ODM ilikuwa imefanikiwa kuvuna viti vingapi? Hata hivyo, kwa hivi sasa cha msingi ni kwamba tuko katika shule ya upili ya wasichana ya Mkumu, ambapo shughuli za kuhesabu matokeo ya mchujo katika eneo bunge la Shinyalu zinatarajiwa kuendelea. Lakini hata hivyo kuna changamoto kidogo, manake kuna baadhi ya magari ambayo walikuwa wamefika hapa yameleta matokeo kutoka vituo kadhaa, lakini walipofika hapa ukumbi ambapo shughuli hiyo ya kuhesabu inafaa kuendeshwa walikuwa hawajafahamishwa, na ndio maana unaona nyuma kidogo, iwapo giza halijasonga sana, kuna makundi ya wale maejenti ambao wamefika hapa, lakini wanasubiri tu waje wapewe mwelekeo. Kwa hivyo hapa ndipo watafanya shughuli za kujumuisha matokeo ya mchujo katika eneo bunge la Shinyalu. Tayari mbunge wa eneo hili Samuel nami nimemuona pembeni hapa. Kumbuka kwamba anapambana na aliyekuwa mbunge wa eneo hili Kizito Mugali ambaye aliweza kumuondoa mwaka 2013, na sasa wanapatana tena katika mchujo wa ODM. Tujui itakuwa vipi. Hata hivyo wana wapinzani wengine wawili, kwa mwingine anaitwa Karume, mwingine Lihanga. Kwa hivyo wanne kwa jumla ndo walikuwa na tafuta shughuli ama tiketi ya ODM. Maeneo mengine ambapo ODM itakuwa inajaribu kuhakikisha kwamba pengine inahifadhi viti hivyo ni eneo bunge la Lurambi, ambapo mwaka 2013 mbunge alikuwa ni Rafael Otalo. Kwa hivi sasa anatoana kijasho na mwingine kama Daktari Stanley Hainga. Vile vile eneo la Huisero, Benjamin Andola
anakabiliwa na aliyekuwa mwakilishi wa kike hapa Kakamega Rachel Ameso pamoja na Benjamin Andanu. Kwa hivyo ni baadhi ya wale ambao watapambana. Kule Butere Mumias, Andrew Toboso vile atakuwa nakabiliana na wengine akiwemo Abil Nyang'endo, na ndivyo hivyo. Vile eneo la Mumias Magharibi, Mheshimiwa Naika alikuwa ni wa ODM, na vile Likuyani alikuwa ni Kibunguchi, Daktari Eno Kibunguchi. Kwa hivyo hayo ndio maeneo bunge 6 kama sijakosea, ambapo ODM iliweza kufanikiwa kuvuna viti vya ubunge kati ya maeneo 12 katika eneo hili. Kwa hivyo kwa hivi sasa tunangojea tu tujue kutakuwa vipi. Ni muhimu kusema kwamba katika kiti cha useneta, miongoni mwa wale ambao wanatafuta tiketi ya ODM katika eneo hili ni katibu mkuu wa chama cha wauguzi nchini Seth Panyako, na anapambana na wengine kama vile Bwana Bukachi. Hata hivyo tutajua ni nani. Vile kiti cha mwakilishi wa kike katika eneo hili. Hivyo ndivyo viti ambavyo vitakuwa vinajumuishwa katika makao makuu ya eneo la kaunti ama kaunti ya Kakamega hapa. Lakini cha msingi maeneo bunge ndio kidogo kivumbi kinatarajiwa, manake majina ya majamaa tajika ama viongozi tajika yako katika maeneo bunge. Kwa hivyo tutakuwa hapa tu tuone atakuwa vipi. Sijui kama una lolote ambalo ungetaka kujua kutoka kwangu, Kilobi pamoja na Lofty. Na Mkhaemba, kabla uondoke, pengine awali kulikuwa na tetesi kwamba mbunge wa wadi hakuwepo kwenye karatasi za kupigia kura, alafu wapiga kura wakasema hawatapiga kura. Je, ilisuluhishwa vipi? Hadi saa 9 bado kulikuwa kuna hali ya sitofahamu katika eneo hilo la Shikoti, shule ya Shikoti, hususan ni wadi ya Busoso East. Nakumbuka kwamba mwendo wa saa 10 tuliweza kuwa na mahojiano ya moja kwa moja na mbunge wa Lurambi Rafael Otalo, hali kadhalika MCA wa eneo hilo Frida Matati, ambao walikuwa wamesema kwamba wanataka shughuli hiyo iahirishwe, lakini chama cha ODM kilikuwa kimetoa taarifa na kusema kwamba ndio kulikuwa na itilafu katika eneo bunge la Busoso East, ama kumradhi, wadi ya Busoso East, na hivyo basi kukosekana kwa jina la MCA huyo ambaye alikuwa anawania kutetea kiti hicho ni hitilafu ama dosari ambayo bodi ya kitaifa ya chama hicho iliweza kutambua. Kwa hivyo kwa hivi sasa bado tunatarajia mwelekeo utakuwa upi, lakini kuna jamaa ambao walikuwa wamesema hawatashiriki, lakini tulifahamishwa kwamba katika maeneo mengine shughuli hiyo ilikuwa inaendelea. Kilobi. Asante sana Duncan Khaemba. Na mtazamaji, katika muda usiokuwa mrefu tutaweza kuungana na mwanahabari Cecilia Wakesho ambaye amekita kambi katika kaunti ya Narok ili aweze kutueleza jinsi hali ilivyo huko. Lakini kwa sasa mtazamaji, katika eneo la Butoto, katika eneo bunge la Lurambi, wenyeji walisusia kupiga kura majira ya asubuhi baada ya jina la mwakilishi wa wadi kukosa katika orodha ya wagombea wa chama hicho. Duncan Khaemba alishuhudia sarakasi hiyo. Je, wamesema MCA hamtaweza kupata fursa ya kupiga, lakini mchague woman rep, mchague mbunge na senator, MCA tarudiwa baadaye. Sasa mkivuruga hii shughuli ni kusema nini? Hakuna kufuruka, tungoje mpaka kama mwana bodaboda tunasema hata kama ni mtoto anaanzia nursery ndio anaenda class 1 ndio anaendelea. Hatuwezi ruka ule mtu mmoja. Tunataka kura zote zipigwe siku moja. Manake tumekuwa kule Mungulu wanasema kura watapiga on Monday ya MCA ambapo si halali. Hii vitu ipangwe kwa siku moja, tumalizane, watu wafanye shughuli zao. Tunaweza ngoja mpaka saa ngapi? Hata kama ni usiku mtuambie. Tunataka ni MCA ndio tunataka kwanza na yeye. Yes, sababu mtu anajua penye unatoka, maisha yetu penye tunaenda mbaya, tunataka tujue. Kama MC ataki MP, ataki hata governor, ataki president na MCA. Kiingia ndani upike kura kwa watu wenye wako na wengine wakuja patae, rigging space inaweza patikana. Tunataka MCA kwanza. Tutehu chuma moyo MP horehu tuti horehu undoi senator tutie nani ngoja tutie nani gavana. Tunataka hawezi kupitia juu chini na tunaacha watu. Mimi na Antonina Jackson Nando. Na mtazamaji, katika eneo bunge la Samburu Magharibi, utata wa kura hizo za mchujo za ODM ulishuhudiwa wakati ambapo mgombeaji wa wadi ya Maralal Etes Amu alipotofautiana na wasimamizi wa uchaguzi huo akidai kwamba mpinzani wake Irene Leshore alikuwa anapendelewa.
Na mtazamaji, malalamishi yake ni kwamba Leshore alikuwa akifanya kampeni karibu na kituo cha kupigia kura kinyume cha taratibu za uchaguzi, na afisa msimamizi wa mchujo huo Collins Lembei alisimamisha kwa muda wa saa nzima zoezi hilo kutokana na malumbano haya. Alimtaka mlalamishi kutumia nyenzo mwafaka kutoa malalamishi yake kwa mujibu wa katiba ya chama cha ODM. What are you doing in your offices? Wanapatia aspirant mwenzangu namna ya kwenda ku campaign outside the poll stations, anapeleka watu kwa mobilize watu, anasema ni mkutano wa election ya mtu mwingine. Tunaelewana na hii kitu, tuliagree sisi we stay in poll station, sisi wote tukae pahali pamoja tungoje results, lakini wewe tunangojea results ya amesunguka huko nje yote na hako na returning officer ndani ya hiyo gari. They signed a code of conduct. They know to behave themselves during elections. If they have the complaints, they will bring them later and we will look for them. As per here, there is no any complaint here. The process is good. The only complaint they are saying about CG blocking voters, it is not this station. So this station should go on. The stations with the complaint, we will deal with them. Mbali na Samburu, hali ya taharuki imeshuhudiwa katika eneo bunge la Kabete kufuatia habari za kutoweka kwa mmoja wa mgombeaji wa ubunge Charles Gitau Chege ambaye alitarajiwa kuzindua manifesto yake Jumamosi hii. Maafisa wa kukabiliana na ghasia walilazimika kutumia vitoza machozi katika kituo cha kibiashara cha Kabete ili kuwatuliza na kuwatawanya vijana wafuasi wake Chege almaarufu Chege Freshi aliyetoweka jana Ijumaa kabla ya gari lake kupatikana katika eneo la Gitaru likiwa na alama za risasi. Wakazi na wafuasi wake waliandamana kwenye barabara ya Gitaru Wangige wakitaka polisi watoe taarifa kamili kuhusu aliko Gitau. Tayari dereva wake amehojiwa baada ya kujisalimisha kwa polisi leo asubuhi. Na mtazamaji, sasa twende moja kwa moja hadi kule Narok ambako Cecilia Wakesho na Tumai anatupata moja kwa moja tufahamishe yanayoendelea ama yanayojiri kufikia sasa katika kura zile za mchujo. Wakesho. Na mwenzangu Lofti na kupata kabisa. Hapa ni katika kaunti ya Narok, eneo bunge la Narok Kaskazini, na ni muda wa kuhesabu matokeo ya kura. Hiki ni kituo cha shule ya msingi ya Ilmashariani ambapo nafikiri unaona nyuma yangu hapa zoezi la kuhesabu kura zenyewe linaendelea. Tayari wameweza kuhesabu kura za wagombea ambao walikuwa kimenyana kwenye nafasi ya useneta, na pengine nikupe matokeo ambayo tumeweza kupata kwa kituo hiki. Tumeweza kupata Ledama Olekina akiongoza kwa kura 393. Kisha tuko na Tom mwenzake Tom Sirere Maitai ambaye ameweza kujishindia kura 32. Kwa hivyo hawa ndio wagombezi wawili ambao wamekuwa kumenyana katika kaunti hii ama kumenyania useneta na wameweza kujishindia kura hizo. Vile unavyoona hapo, wanaanza kuhesabu sasa uwakilishi wa kina mama. Tuweze kuona ikiwa Rebecca Toiken ambaye alikuwa akishindana na mwenzake Eunice Arima wataweza kuingia vipi. Kumbuka hapa kuna maeneo bunge 6. Hili ni eneo bunge la Narok Kaskazini. Kwa hivyo tungali tunasubiri. Kuna hadi Kilgoris ambapo ni mbali sana kutoka hapa. Kwa hivyo sisi ni kukupa tu jicho la pembeni, kisha tutakufahamisha Lofti yale yote ambayo atakuwa yakija. Kadri tunapopata matokeo sisi ni kuwafahamisha. Kwako Lofti. Shukrani sana Wakesho kwa mfumuko wa habari hizo ambazo tunazipokea.